Tunaamini Irene ushawahi kuchanganyikiwa siku ambayo picha zako ambazo sio nzuri zilitoka kwenye mitandao. Nani alikuwa mtu wa kwanza kukupa taarifa na what was your reaction baada ya hapo? Mtu wa kwanza kunipa taarifa Aristotle. Hiyo mlioisikia ni sauti ya Irene Uwoya kwenye podcast ya A-List ambayo inamjumuisha Irene Uwoya, Aunty Ezekiel, Kajala pamoja na Jacqueline Wolper, ambapo hapo anakiri kabisa juu ya kuvuja kwa picha zake za utupu na kuulizwa kwamba mtu wa kwanza ambaye alimpa taarifa alikuwa ni nani. Ujue kila binadamu ana msiri wake, na mara nyingi msiri wa binadamu huyo anakuwa either ni rafiki yake au ni ndugu yake au mtu wa karibu, ambayo kwa asilimia kubwa mwanaume unakuta msiri wake kama ni mtu wake wa karibu ama rafiki anakuwa ni rafiki yake wa kiume, na kwa mtoto wa kike maana yake mtu wake ama msiri wake wa karibu kama msiri wake ni mtu wa karibu maana yake anakuta ni rafiki yake wa kike. Na mara nyingi sasa kwa wazazi haibagui jinsia, lakini hapo unaweza kujiuliza kwamba inawezekana vipi Aristotle pengine akawa ndo msiri namba moja wa Irene kwa wakati huu. Sijui kwa wakati huu, kwa sababu kama Aristotle angeweza kumpa taarifa nyeti Irene Uwoya zinazomhusu Irene Uwoya za kuvuja kwa picha mbaya ama picha chafu, maana yake hiyo inamaanisha kabisa kwamba Aristotle alikuwa ndo mtu wa karibu na pengine ndo msiri wa nani wa Irene Uwoya kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa mimi binafsi nimekwama hapo baada ya kusikia kwamba mtu wa kwanza kumpa hizo taarifa Irene Uwoya alikuwa ni Aristotle ambaye ni jinsia ya kiume, ambaye simply wengi tunafahamu kama ni rafiki yake sana wa karibu, ambao kwa tafsiri ya wengine ambao tumeitafsirigi ama watu wengine wanaitafsiri kwa kusema ni chawa. Kwa sababu imagine, sina imani, wewe imagine kwamba yupo Kajala, yupo Jacqueline Wolper, yupo Aunty Ezekiel, lakini Aristotle ndio kwa mtu wa kwanza kumpa hizo taarifa. Sitaki kuamini kwamba Aristotle inawezekana ndio kwa mtu wa kwanza kuzipata hizo taarifa. Na kama alikuwa mtu wa kwanza, maana yake ndio maana nimesema kwamba inawezekana kwamba huyo ndio alikuwa msiri wake mkubwa, kwa sababu maana yake ni mtu rahisi kupekenyua, ni mtu rahisi kupenyezewa taarifa za kuhusiana na Irene Uwoya kuliko mtu mwingine yoyote. Nadhani hapo mnaelewa. Sasa mashaka ni pale ambapo unaweza kuwa na mpenzi wako alafu ana rafiki yake wa kiume ambaye eti ndo msiri wake mkubwa hatari. Sasa wewe niambie kwenye comment. Ukiacha baba, ukiacha mama, ama ukiacha dada, ama ukiacha kaka, maana kwa kifupi ukiacha ndugu zako, je, msiri wako wa karibu anaweza kuwa ni girlfriend wako kwa wewe mwanaume? Yani sio girlfriend wake, mimi anaweza kuwa ni rafiki yako tu wa kike ambaye sio mpenzi wako. Na wewe mwanamke, je, kweli msiri wako anaweza kuwa ni rafiki yako wa kiume ambaye sio boyfriend wako, yani kwa maana kwamba ni mpenzi wako, anaweza kuwa huyo ndo msiri wako? Na kama itatokea kwa mfano wewe mpenzi wako wa kiume, wewe ni mwanamke sasa, mpenzi wako wa kiume ana msiri wake ambaye ni rafiki yake wa kike, na wewe wa kiume una mpenzi wako lakini ana rafiki yake wa kiume ambaye ndo msiri wake, na mfano ukijua hivyo, je, utajisikiaje na unaweza ukafanya nini?